Jambo na karibu wa ndugu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Na tumaini kwamba uko salama salamini popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tunakukaribisha katika taarifa hii ya habari ambapo tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaongelea mambo ya vita na siasa zinazoendelea ndani ya nchi ya DRC. Vile vile kwa mwisho wa habari tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo. Sauti yetu, habari zako. Twende na habari kutoka huko Ituri ambako hali ya wasiwasi huko Biakato, Ituri, wakazi wanaripoti kuonekana kwa magaidi wa ADF mashambani. Katika jimbo la Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya hofu imeendelea kutawala katika mji wa Biakato uliopo katika eneo la Mambasa baada ya wakazi wengi kuripoti kuonekana kwa wapiganaji wa kundi la waasi wa ADF ndani ya mashamba yanayozunguka eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wananchi wa eneo hilo, watu wanaodaiwa kuwa ni magaidi wa ADF wameonekana wakizunguka katika maeneo ya kilimo hasa nyakati za asubuhi na jioni. Hali hiyo imezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi ambao hutegemea mashamba kwa ajili ya chakula na kipato cha kila siku. Wakazi wa Biakato wanasema kuwa kwa sasa wengi wao wanaogopa kwenda mashambani kutokana na hofu ya kushambuliwa, kutekwa nyara au hata kuuawa na waasi hao ambao wamekuwa wakihusishwa na mauaji ya raia katika maeneo mbalimbali ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini. Baadhi ya wananchi waliozungumza na viongozi wa kijamii wameeleza kuwa tayari kuna familia ambazo zimeanza kuhama vijiji vyao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wengine wameamua kubaki majumbani bila kufanya shughuli zozote za kilimo, jambo ambalo linaweza kuongeza hali ya njaa katika siku zijazo. Mashahidi wa eneo hilo wanaeleza kuwa watu hao wenye silaha walionekana wakipita karibu na mashamba, huku wengine wakidai kuhusika na kusikia milio ya risasi katika baadhi ya maeneo ya karibu ya Biakato. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna taarifa rasmi kuhusu mashambulizi makubwa yaliyothibitishwa ndani ya mji huo. Viongozi wa kiraia katika eneo la Mambasa wametaka serikali pamoja na jeshi la FARDC kuongeza doria za usalama ili kuzuia hatari yoyote inayoweza kuwakumba wananchi. Wameomba vikosi vya usalama kufanya operations za haraka katika maeneo yanayodhaniwa maeneo ambayo wanaweza kuwa wamejificha. Kwa miaka mingi sasa kundi la waasi wa ADF imekuwa ikiendelea kuwa tishio kubwa katika kwa wananchi ambao wanaishi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo ambalo asili yake ni ya Uganda imekuwa ikitumiwa kwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, ikiwemo mauaji, uchomaji wa vijiji pamoja na utekaji wa wananchi. Hali ya usalama katika eneo la Ituri na maeneo ya karibu inaendelea kuwa mbaya licha ya uwepo wa operations za kijeshi zinazofanywa na jeshi la Kongo kwa kushirikiana na vikosi vya Uganda dhidi ya makundi ya waasi. Kwa sasa wakazi wa Biakato wanaendelea kuishi kwa hofu, huku wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka za usalama ili kurejesha utulivu na kuwaruhusu wananchi kurejea katika shughuli zao za kawaida. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala kuhusu mustakabali wa siasa na mfumo wa utawala unaendelea kushika kasi. Mwanasiasa François Rubuta ameibuka hadharani akitaka kufanyika kwa mageuzi makubwa ya katiba ya nchi hiyo, akisisitiza kwamba sasa ni wakati wa kuanzishwa kwa kile anachokiita Jamhuri ya nne ya DRC. Kwa mujibu wa François Rubuta, matazamo mengi ya kisiasa na kiusalama yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo yanatokana na mfumo wa sasa wa kikatiba ambao kwa maoni yake hayajafanikiwa kuleta utulivu wa kudumu. Katika uchambuzi wake wa kina, Rubuta amesema kuwa historia ya kisiasa ya Kongo imekuwa ikiandamwa na mifumo mbalimbali ya utawala iliyoathiriwa tangu kipindi cha mkutano wa Berlin, yani Conference de Berlin, ulioweka misingi ya mipaka na uongozi wa mataifa mengi ya Afrika.
Rubota anaeleza kuwa tangu wakati huo serikali tofauti zimekuwa zikijaribu kurekebisha katiba kulingana na mazingira ya kisiasa na kijamii yaliyokuwepo wakati huo. Hata hivyo, anasema mageuzi hayo hayajawahi kutoa suluhisho la kudumu kwa migogoro ya mara kwa mara inayolikumba taifa hilo kubwa la Afrika Kati. Ameeleza pia kwamba miaka 90 ilikuwa mwanzo wa kipindi kigumu zaidi kwa DRC, hasa baada ya mkutano wa La Baule nchini Ufaransa ambao ulihimiza mataifa ya Afrika kufungua milango ya demokrasia ya vyama vingi. Kwa upande wa Kongo, Rubota ameamini kuwa hatua hiyo ilifuatiwa na machafuko ya kisiasa pamoja na vita vya silaha vilivyosababisha vifo vya mamilioni ya watu. Katiba ya tarehe 18 Februari mwaka wa 2006 2006, yani le 18 février 2006, ambayo baadaye ilifanywa marekebisho mwaka wa 2011, inatarajiwa kuwa suluhisho la migogoro hiyo. Kusudi lake lilikuwa ni kuimarisha taasisi za serikali, kuhakikisha usawa wa madaraka na kuleta utulivu wa kisiasa. Lakini kwa mujibu wa Rubota, changamoto bado zinaendelea na nyingine zimekuwa kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Moja kati ya matatizo aliyoyataja ni ugumu wa kuunda serikali baada ya uchaguzi. Amesema kwamba kutokana na wingi wa vyama vya kisiasa na mgawanyiko wa kisiasa, mara nyingi inachukua miezi 6 hadi 12 ili kupata serikali kamili. Hali hiyo kwa maoni yake huathiri utendaji wa taifa na kuchelewesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Rubota amegusia kile alichokiita kutokuwepo kwa uwiano mzuri wa madaraka kati ya rais wa jamhuri na waziri mkuu. Ingawa waziri mkuu ndiye mkuu wa serikali kwa mujibu wa katiba, Rubota anasema bado hana uhuru wa kutosha wa kufanya maamuzi makubwa bila ushawishi kutoka kwa rais. Swala jingine lililoibuliwa ni gharama kubwa ya uchaguzi unaofanyika kila baada ya miaka 5. Amehoji pia mfumo wa ugatuzi wa madaraka pamoja na umuhimu wa kuwa na mbunge wawili, yani seneti na bunge la taifa katika mazingira ya sasa ya DRC. Katika upande wa mahakama, François Rubota ameonyesha wasiwasi wake kuhusu uwepo wa taasisi kadhaa za kisheria zinazoweza kuonekana kuwa na majukumu yanayofanana. Amejiuliza ikiwa kuna umuhimu wa kuendelea kuwa na mahakama kuu huku tayari kukiwa na mahakama ya katiba, baraza la serikali pamoja na mahakama ya cassation zinazofanya kazi. Katika ngazi za mikoa, Rubota amesema migogoro kati ya mabunge ya mikoa na magavana imekuwa mara kwa mara. Pia amekosoa vitendo vya rushwa, ukabila na mvutano wa kisiasa ambao unaathiri utendaji wa taasisi za mikoa. Kutokana na changamoto zote hizo, François Rubota anaamini kuwa marekebisho madogo ya katiba hayajatosha. Badala yake anapendekeza kufanyika kwa mabadiliko makubwa yatakayogusa zaidi vifungu 19 vya katiba ya sasa, hatua ambayo inaweza kuzaa mfumo mpya wa kisiasa unaoita Jamhuri ya 4. Mapendekezo hayo tayari yanaanza kuzua mjadala mkubwa ndani ya tabaka ya kisiasa nchini DRC. Wapo wanaounga mkono wazo hilo wakiamini linaweza kusaidia kuimarisha taasisi za taifa, huku wengine wakihofia kwamba mchakato huo unaweza kufungua mlango wa mvutano mpya kisiasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika eneo la Fizi liloko katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya licha juhudi mbalimbali zinazoendelea kurejesha amani. Katika maeneo ya juu na ya kati ya milima ya Fizi, wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mapigano ya mara kwa mara na mvutano wa kijamii kati ya makundi tofauti ya jamii. Kwenye mimili ya Baraka hadi Bibokoboko, vikosi vya jeshi la Kongo kwa kushirikiana na wanajeshi kutoka Burundi wanaendesha operations za kulinda raia, hasa katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Lengo kuu la operation hizi ni kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia mashambulizi yanayoweza kusababisha vifo au uharibifu
wa Mali. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa vikosi hivyo, changamoto za kiusalama bado zinaendelea kushuhudiwa, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya vurugu ya kushtukiza. Pamoja na hali hiyo ngumu, kuna mwanga wa matumaini unaoanza kuonekana ndani ya jamii hizo. Baadhi ya wananchi pamoja na viongozi wa kijamii wameanzisha juhudi za kuimarisha amani na mshikamano kupitia mikutano ya kijamii, mazungumzo ya maridhiano pamoja na shughuli za kijamii. Wanajaribu kurejesha hali ya kuaminiana kati ya jamii zilizokuwa zikigawanyika kwa muda mrefu. Viongozi wa dini, wazee wa kimila na mashirika ya kiraia yamekuwa mstari mbele katika juhudi hizi, wakihimiza wananchi kuacha chuki na kujenga upya mahusiano ya kijamii kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Wanasema kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana kwa kupitia silaha peke yake, bali kupitia pia mazungumzo na kuelewana. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuwa na matumaini, wanatumaini kwamba licha ya changamoto zilizopo, juhudi hizi za ndani zinaweza kuwa chachu ya kurejesha amani ya kudumu. Wanasitiza umuhimu wa kuungwa mkono na serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kuwa mipango hiyo inaleta matokeo chanya. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika juhudi hizi za kijamii, huku wakitarajia kwamba siku zijazo eneo la Fizi litaweza kurejea katika hali ya utulivu na wananchi kuishi kwa amani bila hofu ya vita. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari kwamba wakati hali ya mzozo wa Mashariki ya Kati ikiwa bado si shwari, Iran imearifu kuwa inaendelea kuyapitia mapendekezo mapya ya Marekani ili kuvimaliza vita vya takriban miezi miwili kati ya pande hizo. Tathmini hiyo inafanyika wakati Rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi kama hatua ya kushinikiza makubaliano ya kusitisha vita pamoja na kufungua mlango bahari wa Hormuz. Angela Mdungu na ripoti kamili. Juhudi za kutafuta ufumbuzi katika mzozo wa Mashariki ya Kati bado zinaendelea, wakati Rais wa Marekani Donald Trump akionya kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kuanza tena iwapo mazungumzo yatavunjika. Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social amesema vita hivyo huenda vikaisha hivi karibuni na kuwa usafirishaji wa mafuta na gesi uliovurugika katika mlango bahari wa Hormuz huenda ukaanza tena. Hata hivyo, amesema hilo linategemea kama Iran itayakubali mapendekezo ambayo hayakutolewa maelezo. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump ameonyesha matumaini akisema pande hizo mbili zimekuwa na mazungumzo yenye tija. Tumekuwa na mazungumzo mazuri sana katika saa 24 zilizopita na inawezekana sana kwamba tutafikia makubaliano. Aidha, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Baghai ameiambia televisheni ya taifa hilo kuwa Tehran inayapinga vikali mapendekezo mapya ya Washington, lakini bado inayochunguza. Kwa upande wake, Pakistan ambayo imekuwa ikiratibu mazungumzo ya usuluhishi kati ya Iran na Marekani imesema inatarajia kuwa makubaliano yatapatikana hivi karibuni. Awali, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ambaye amekuwa akiongoza mazungumzo ya kutafuta mwisho wa mzozo huo alishutumu Marekani kwa kuweka vizuizi vya majini, shinikizo la kiuchumi na udanganyifu kwa kutumia vyombo vya habari ili kuharibu mshikamano wa Iran kwa lengo la kuilazimisha kusalimu amri. Wakati Washington na Tehran zikihangaika na hatma ya mzozo wao, Marekani imeishambulia meli ya mafuta ya Iran katika ghuba ya Oman. Kamandi kuu ya Marekani imethibitisha mashambulizi hayo, ikidai kuwa meli hiyo ilijaribu kuvunja mzingiro wa Marekani katika bandari za Iran. Shambulio hilo limeripotiwa wakati Iran na Marekani zikiwa kwenye makubaliano ya kusitisha vita tangu Aprili 8. Katika hatua nyingine, ubalozi wa Iran nchini Korea Kusini umekanusha kuwa wanajeshi wake walihusika na mlipuko ulioilenga meli ya taifa hilo katika mlango bahari wa Hormuz wiki hii. Meli hiyo HMM Namu iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Panama iliharibiwa na mlipuko huo ikiwa na wafanyakazi 24. Muda mfupi baadaye, Rais wa Marekani Donald Trump alinukuliwa akidai kuwa Iran ilifyatua makombora kadhaa dhidi ya meli hiyo.
Aliitolea wito Korea Kusini kushiriki katika juhudi zinazoongozwa na Marekani za kurejesha usalama wa usafirishaji kwenye mlango bahari wa Hormuz, ingawa juhudi hizo kwa sasa zimesitishwa. Ni ripoti yake Angela Mdungu, asante sana. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameashiria uwezekano wa kuwania muhula wa 3 madarakani na uwezekano pia wa kuahirisha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika baada ya miaka 2 kutokana na machafuko yanayoendelea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Amina Abubakar anaeleza zaidi. Rais Tshisekedi anayeongoza Kongo tangu mwaka 2019 anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili wa miaka 5 mwaka 2028, muhula ambao ni wa mwisho chini ya katiba ya Kongo inayomruhusu rais kuhudumu kwa kipindi cha mihula 2 pekee. Akizungumza na waandishi habari, Tshisekedi alisema haombi kuendelea kubakia kwa muhula wa 3 madarakani, lakini iwapo wananchi watamtaka afanye hivyo ataridhia. Sijaomba muhula wa 3, lakini nasema ikiwa ndio matakwa ya watu nitakubali. Rais Tshisekedi amesisitiza kwamba hapatafanyika mabadiliko yoyote bila ya kuwashirikisha wananchi, akimaanisha ni lazima pafanyike kura ya maoni ya kusema ndio au hapana kwa mabadiliko yoyote ya katiba. Katiba sio kitu cha kuheshimu tu ikiwa inakidhi maslahi yako. Ni makubaliano ya msingi yanayoongoza maisha yetu pamoja, kuhakikisha usawa wa kitaasisi na kulinda utulivu wa nchi. Kuibadilisha au hata kulijadili swala hilo kuna hitaji umakini, uwajibikaji na kuweka mbele maslahi ya kitaifa. Tshisekedi pia alizungumzia uwezekano wa kuakhirisha uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028, wakati ambapo kundi la waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wakidhibiti maeneo makubwa ya mikoa iliyo na utajiri wa madini ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kiongozi huyo wa Kongo mwenye umri wa miaka 62 alisema iwapo vita havitositishwa basi uchaguzi hauwezi kufanyika, hasa kwa kutoyajumuisha maeneo hayo mawili muhimu na yaliyotajiri kwa madini. Ameongeza kwamba uchaguzi hautofanyika sio kwa kuwa anashindwa kuandaa, lakini kwa sababu vita vimeanzishwa na kuchochewa na nchi jirani ya Rwanda, ambayo wanajeshi wake waliwekewa vikwazo na Marekani mapema mwezi Machi kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Rwanda kwa upande wake imeendelea kukanusha uhusiano wa aina yoyote na kundi hilo. Nchini Kongo, mabadiliko yoyote ya katiba ni lazima yaidhinishwe kupitia kura ya maoni itakayoitishwa na rais au labda kupitia muswada unaopaswa kuridhiwa na karibu theluthi 2 vyama vya kisiasa vinavyomuunga mkono Tshisekedi ndio unaoshikilia wingi wa viti bungeni, huku upinzani ulio na viti vichache ukimshutumu Tshisekedi moja kwa moja kwamba anajaribu kutumia hila tangu mwaka 2024 ili kuendelea kubakia madarakani. Upinzani umesema hatua yoyote ya kubadili katiba itakuwa ni sawa na mapinduzi ya katiba. Kwa upande wake, Jean-Claude Mputu, mchambuzi wa siasa za Kongo, amesema ni vizuri kwa rais kuheshimu kwamba aliapa kulitumikia taifa kwa mihula 2 tu na sio zaidi. Rais lazima atambue kwamba ameapa kwa taifa kutumikia mihula 2 tu ya uongozi, si zaidi ya hapo. Na hata kama anatamani kuitisha kura ya maoni ya wananchi ili kurekebisha katiba, basi afanye hivyo. Hata hivyo, kura hiyo ya maoni haiwezi kuvuruga wala kukatisha mihula wake wa sasa. Ikiwa anatamani kuliachia taifa katiba mpya yenye hadhi na inayostahili jina hilo kama urithi wake, hilo litakuwa sehemu ya urithi wake wa kisiasa. Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda walitia saini makubaliano ya amani nchini Marekani yaliyosimamiwa na Rais Donald Trump mwezi Disemba, lakini tangu wakati huo bado mapambano yamekuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Rwanda inasisitiza kuwa kujiingiza kwake mashariki mwa DRC ni kwa ajili ya kujilinda dhidi ya adui yanayotokana na makundi madogo ya waasi yaliyohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo. Wapiga kura nchini Uingereza watapiga kura leo katika uchaguzi ambamo vyama vya kizalendo vya Scotland na Wales vinapewa nafasi kubwa ya mafanikio, huku chama cha Sinn Féin tayari kikiwa kinaongoza Ireland Kaskazini. Je, muungano wa Uingereza uko hatarini? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Birgit Mars unasoma studioni na Grace Kabogo. Akizungumza kwa kujiamini na shirika la habari la Uingereza, Stephen Flynn, kiongozi wa chama cha kitaifa cha Scotland SNP katika bunge la Uingereza,
Anasema kutakuwa na mshtuko wa kikatiba katika visiwa hivyo. Flynn ameelezea matumaini yake kwamba chama cha SNP kitaibuka na ushindi Scotland na Plaid Cymru kitashinda Wales. Ingawa wanasiasa wa Wales hawajajitolea kufanya kura ya maoni mara moja, katiba ya Plaid Cymru imeeleza kuwa lengo lake ni kuhakikisha uhuru wa Wales barani Ulaya. Licha ya yote hayo, wataalamu wanahimiza tahadhari. Sio Wales wala Scotland iko karibu na Umoja wa Ulaya. Nchini Scotland hakuna idadi ya kutosha ya wanaounga mkono serikali ya Uingereza kufanya kura nyingine ya maoni, kwani ni jukumu la bunge la Uingereza kuidhinisha. Tim Bale kutoka chuo kikuu cha Malkia Mary ameambia DW kwa kuwa Wales ni zaidi ya upinzani dhidi ya serikali ya Labour huko London kuliko chochote kinachohusiana na nia ya kujitenga na Uingereza. Aidha, Tony Travers wa shule ya uchumi ya London anakubaliana kwamba hakutokuwa na changamoto ya mara moja huko Wales, akiongeza kuwa wazalendo wa Scotland watakuwa waangalifu sana na muda wao. Kulingana na Travers, baada ya kushindwa katika kura ya maoni mwaka 2014, watataka kuepuka kuhatarisha kushindwa tena mapema. Kwa upande wake Ireland Kaskazini, chama cha Sinn Féin kimejitolea kujizatiti kwa muungano wa Ireland. Hata hivyo, chini ya masharti ya makubaliano ya Ijumaa Kuu, hilo litahitaji kura ya maoni juu ya mpaka, ambapo wengi watahitaji kuhakikiwa kote Ireland Kaskazini na Jamhuri ya Ireland. Hata hivyo, msukosuko wa kisiasa haukosekani, na ushindi unaotabiriwa kwa wazalendo unaleta changamoto kwa serikali ya Uingereza. Inaonesha kutoridhika kwa vyama vyote viwili vikubwa vya Labour na Conservatives. Kwa Waziri Mkuu Keir Starmer, uchaguzi unaweza hata kuwa janga. Sambamba na uchaguzi wa serikali ya ugatuzi, mabaraza kote England pia hufanya uchaguzi, na kwa chama cha Labour kunaweza kuwa na hasara kubwa. Umaarufu wa Starmer umepungua sana tangu alipopata ushindi wake chini ya miaka miwili iliyopita. Kulingana na utafiti wa maoni ya wapiga kura, Waingereza wengi wanamtaja kama waziri mkuu aliyefanya vibaya zaidi. Starmer aliwashawishi wapiga kura kwamba yeye ndiye mtu sahihi wa kuleta mabadiliko aliyoahidi. Uchumi unasuasua na gharama za maisha zimeendelea kupanda. Wakati huo huo, mazingira ya kisiasa yanazidi kuwa tete. Je, Uingereza inasambaratika? La hasha. Angalau sio kwa sasa. Lakini bila shaka hali ni tete. Nchi imegawanyika kisiasa zaidi na ni vigumu kuitawala kuliko ilivyokuwa mwongo mmoja uliopita. Hata hivyo, uchaguzi huo unaweza kuharakisha mwisho wa muhula mgumu wa Starmer na kuthibitisha kwamba Uingereza inayozidi kugawanyika imeingia katika enzi ya siasa zenye fujo za vyama vingi. DW tunavuma kwa kishindo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante.